Kwa wakati kaka yake akiwa anamgombeza, yeye akampiga na kitu kizito, ndo kaka yake akapoteza maisha. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata Oliver Mgina, binti mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji cha Manga wilaya ya Ludewa, aliyekuwa anatafutwa baada ya kutoroka kwa tuhuma ya kumuua kaka yake aliyefahamika kwa jina la Lesnus Mgina mwenye umri wa miaka 27, aliyekuwa akimgombeza dada yake baada ya kuchelewa kurudi nyumbani. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, Mahamudu Banga, amethibitisha kushikiliwa kwa binti huyo wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amebainisha kuwa binti huyo alimpiga na kitu chenye ncha kali kaka yake. Amesema tukio hilo lilitokea Novemba 26 mwaka 2025 katika kijiji hicho cha Manga huko Lusitu, na mtuhumiwa akatorokea kusikojulikana na kulazimika kutafutwa mpaka alipokamatwa na jeshi la polisi. Kwa mujibu wa Kamanda Banga ni kuwa mtuhumiwa alichelewa kurudi nyumbani, ndipo kaka yake ambaye ni marehemu kwa sasa akamuuliza kwa nini amechelewa kurudi nyumbani, swali ambalo lilimkera dada yake na kuchukua kitu chenye ncha kali na kumpiga. Banga amesema upelelezi wa tukio hilo bado unaendelea na pindi utakapokamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani ili kujibu tuhuma ambazo zinamkabili. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe katika utekelezaji wake wa majukumu wa doria pamoja na misako limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa wa mauaji ambaye anafahamika kwa jina la Oliver Leon Mgina. Huyu ana miaka 24, Mpangwa, mkazi wa kijiji cha Manga Lusitu wilaya ya Ludewa, aliyekuwa anatafutwa kwa kosa la mauaji ya mtu ambaye ametambulika kwa jina la Lesnus Leon Mgina. Huyu ana miaka 27, ambaye ni kaka yake na huyu mtuhumiwa. Tukio hili la mauaji lilitokea siku ya tarehe 26 mwezi wa 11 2025, na mtuhumiwa alikuwa anaendelea kutafutwa na ndipo alipokamatwa. Mara upelelezi wa shauri hili utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani ya kulala nyumbani. Kwa wakati kaka yake akiwa anamgombeza, yeye akampiga na kitu kizito, ndo kaka yake akapoteza maisha. Kwa alitoroka kwa muda mrefu tokea hiyo tarehe ambapo alitenda tukio mwaka 2025 mwezi wa 11. Pia katika wilaya hiyo ya Ludewa, jeshi la polisi ambao wanafahamika kwa majina ya Gerard Matei, huyu ana miaka 25, na Elisha John Kayombo, huyu ana miaka 23, wakiwa na pikipiki mbili ambazo hazina usajili, mali ambazo zinadhaniwa kuwa ni za wizi, na watafikishwa mahakamani mara upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika. Vilevile jeshi la polisi katika wilaya ya Makete limefanikiwa kumkamata Zawadi Beatus Mahenge, huyu ana miaka 23, mkazi wa Dombwela, akiwa na vitu mbalimbali vya ndani kama magodoro, kitanda, kochi, mitungi ya gesi, redio aina ya piano na rising blanketi, pazia pamoja na carpet, ambazo zimeweza kutambuliwa kwamba zilipolwa au ziliibiwa siku za nyuma na mhusika ameweza kuzitambua. Kwa upelelezi wa kesi hii utakapokuwa umekamilika, basi mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Sambamba na hilo, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kumkamata Dennis Eliudi Mwangike, huyu ana miaka 24, mkazi wa kijiji cha Luduga, akiwa na pikipiki boxer yenye rangi nyeusi yenye namba za usajili MC 527 FPP, mali ya mtu ambaye ametambuliwa kwa jina la Silvanus Kumbulu, miaka 50, huyu ni mkazi wa Iringa. Lakini baada ya kuwa ameipola pikipiki hii, huyu mtuhumiwa aliweza kuibadilishia namba na ikawa inasomeka ni MC 236 FMN, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Kwa hiyo tunaandaa utaratibu na upelelezi utakapokamilika tutafikisha mahakamani, ikiwa pamoja na mkoa wa Iringa ambako tukio lilitendeka.
Katika uelimishaji wa jamii, Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe linaendelea na utoaji wa elimu mashuleni, nyumba za ibada na vyombo vya habari, lengo likiwa ni kujenga uelewa kwa wananchi, kushirikiana na Jeshi la Polisi kuzuia na kutanzua uhalifu katika maeneo yao, ili ikiwa ni pamoja na kupinga vitendo vyote vinavyohusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia. Hii ni ripoti ya Ayo TV kutoka mkoa wa Njombe na mimi ni Amiru Kilagalila.